Naitwa Francisca Camillus Clement, ni mwenyekiti wa UWT wilaya ya Amani. Leo tarehe 7 ya mwezi wa 3 2026 tumekutana hapa shule ya sekondari Mpendae kuonana na wanafunzi mabinti wa kidato cha 5 na cha 6. Katika kuadhimisha siku hii tumekuja kuonana nao, lakini kikubwa ni kuweza kuwapa elimu kuhusiana na masuala ya afya uzazi, lakini sambamba na hilo kuhusiana na masuala ya ukatili wa kijinsia kupitia wenzetu wa dawati la jinsia kutoka polisi Madema. Tumeamua kuadhimisha siku ya wanawake katika mfumo huu, tukiangalia kwamba katika asilimia kubwa, kundi kubwa linalokutwa na matendo ya ukatili ni wanawake, na wanawake wanapitia hatua nyingi sana zile za ukatili, karibia zote 5 ambazo wanapitia: kimwili, kiakili, kingono, kisaikolojia. Hizi zote ni aina za ukatili ambazo wanapitia mabinti wetu wa kike. Lakini kikubwa ni afya uzazi, ya kuweza wao kujitambua namna gani wanaweza kujistiri wakati wao wa hedhi, lakini kuwaeleza kabisa umuhimu wa hedhi salama. Kwa yale ndio ambao tumekwenda kuonana nao na kuwakumbusha mabinti wetu wa kidato cha 5 na kidato cha 6, lakini kubwa zaidi ni kuwaeleza umuhimu wa elimu, mapambano ya kupambana na adui ujinga, kuhakikisha kwamba wanajikomboa kwa ajili ya kupata elimu itakayowafaa wao, lakini na manufaa kizazi kijacho, na kutengeneza Tanzania iliyo bora. Lakini kikubwa tumeonyesha namna gani serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan na serikali ya Dr. Hussein Ali Mwinyi inawajali wanafunzi. Tumeona maskuli ya kisasa, tumeona huduma rafiki ambazo zinaletwa kwenye mashule, lakini ufaulu umekuwa na kuongezeka. Sasa hivi watoto wanafaulu sana kwenda vyuo vikuu, lakini hasa wale ambao wanamaliza kidato cha 4 kwenda kujiunga na elimu ya juu, yani form 5 na form 6, ufaulu umekuwa sana. Kwa hiyo leo tumekutana na watoto wetu tuweze kusherehekea nao pamoja, lakini kuwakumbusha umuhimu wa afya uzazi kwao, namna wanavyoweza kujilinda, kujiepusha na vishawishi ambavyo vinawazunguka, vinavyoweza kupelekea kukwamisha elimu yao, kuimaliza, lakini pengine ikaweza kusorotesha maendeleo yao ya kielimu, hata kupata matokeo ambayo sio mazuri. Kwa sisi umoja wa wanawake wa UWT tumekutana na watoto wetu leo katika minajili hiyo, lakini kikubwa tumewapa zawadi ya kuwakabidhi taulo za kike ambazo zitakwenda kuwasaidia katika zile ada zao za mwezi, kwa sababu tunajua watoto wengine wako hapa kambi, wale wa kidato cha 6 wakijiandaa na mitihani yao ya mwezi wa 5. Kwa hiyo tumewapatia hizo taulo za kike ambazo zitawasaidia kwa kipindi hichi ambacho wanaendelea kuwa kambi. Kwa majina naitwa Inspekta Biugwa Rajab Salum, ni mkuu wa dawati la jinsia na watoto wilaya ya Mjini. Nipo hapa skuli ya Mpendae, ujio wetu mkubwa kuja kutoa elimu katika siku yetu ya wanawake duniani, siku ya tarehe 8 mwezi wa 3 2023. Tupo hapa tukiwa pamoja na UWT pamoja na askari wa dawati la jinsia na watoto pamoja na uongozi mzima wa jimbo la Mpendae. Lengo la madhumuni kuja kutoa elimu kwa watoto wetu, elimu inayohusiana na masuala ya udhalilishaji, elimu inayohusiana na masuala ya ukatili. Tumetoa maana nyingi ya ukatili, tumetoa maana ya udhalilishaji. Watoto wetu leo tumetoa elimu na kupata kujua mambo mengi, ikiwemo maana ya udhalilishaji, aina za udhalilishaji, maeneo gani ambayo udhalilishaji unaweza kutokezea, lakini pia tumetoa elimu kuna madhara gani ambayo yanaweza kupatikana pale ambapo udhalilishaji unapotokezea, lakini pia tumetoa elimu viashiria gani ambavyo unaweza kuvitambua kwamba huyu mtu amefanyia udhalilishaji au amefanyia ukatili. Lakini pia leo hii ikiwa ni siku yetu ya wanawake, tumewapa watoto wetu elimu ya kutambua sehemu gani ambazo wanaweza kuripoti pale ambapo ukatili unapoweza kutokezea. Lakini pia sisi kama ni wana dawati tumekuja pia kama ni kina mama tumekuja kutoa wito wasio tayari kudhalilika wala kudhalilishwa, na mara tu tukio linapotokezea la kudhalilika au tukio la ukatili, basi waripoti haraka na walichukulie. Lakini pia tumetoa maana ya kwamba inapotokezea kesi wawe tayari kutoa taarifa, lakini pia kutoa ushirikiano pale kesi inapotokezea, wawe tayari kutoa ushahidi ili kuweza kukamilisha haki kutendeka. Lakini pia tumetoa maana ya kwamba wao kama wao wawe walezi kwa wenzao, kwa maana wao ni wanafunzi ambao wapo form 6, kwa hiyo kuna ndugu zao majumbani wakawasimamie kupitia elimu hii ambayo tumeitoa hapa katika shehia yetu ya Mpendae. Asante sana.
Kwa jina naitwa Mwanamvua Musa Chambo, ni kaimu katibu WT wilaya ya Amani. Leo hii sisi tumekuja hapa skuli ya Mpendae kwa ajili ya katika maadhimisho ya kuelekea siku ya wanawake duniani ambayo ni kesho tarehe 8 mwezi wa 3. Kwa hiyo leo sisi kwa makusudi mazima tumeamua kuja hapa kuwazungumza na wanafunzi wetu ambao wapo kambi. Tunategemea kwenye mwezi wa 5 watafanya mitihani yao ya taifa. Tunachohitaji wafike kwenye kipindi cha kufanya mitihani wakiwa katika hali ya usalama. Maanake leo tumekuja kuwapa elimu ya udhalilishaji na elimu ya uzazi, kwa sababu wao washakuwa wakubwa. Kwa hiyo watakapofanya vitu vya ovyo watakuja kuharibikia maisha yao, kwa sababu maisha sasa hivi ni elimu. Bila elimu hawawezi wakafanikiwa. CCM oye! Dr. Samia mitano tena. Tunamuona mheshimiwa wetu, rais wetu anapohangaika kwa kutafuta elimu, nishati safi, ujenzi wa mabarabara, kila kitu. Anakwenda nchi mbalimbali kwa ajili ya kufanikisha sisi wanawake wenzie. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ametuimarisha na ametuongoa sisi wanawake kiuchumi. Kwa jina naitwa Halima Suleiman Hamisi, ni mwalimu wa skuli ya sekondari ya Mpendae, ambayo tumeshirikiana na ujio wa wageni wetu waliotufikia hapa ni UWT, ujumbe wa sheha na jumuiya ya dawati, ambao wamekuja kwa lengo maalumu la kuwapa taaluma wanafunzi wetu. Tumejisikia lakini tumefurahia kwa ujio wao, na wanafunzi wetu wamepata elimu nzuri ipasavyo, kwa sababu wametoa elimu ya binafsi ya kila mtu ajilinde na huduma zima la kuweza kujilinda mwenyewe kutokana na kudhalilishwa. Sasa hivi wimbi la kudhalilishwa lipo katika maeneo tofauti. Wanafunzi, walimu wa skuli ya Mpendae tumeshirikiana nao kikamilifu katika kutoa elimu hiyo ya kuweza kujilinda wanafunzi wetu na watoto wetu kwa ujumla. Kwa hivyo tumeshukuru kwa ujio wao. Tunategemea kwamba wanafunzi wetu wamepata elimu hiyo ya kujilinda kutokana na wimbi la kudhalilishwa. Sasa hivi wimbi la kudhalilishwa limekuwa kubwa maeneo yote. Wanafunzi au watoto wetu kwa ujumla wanapata udhalilishaji kwa sehemu kubwa. Hakuna eneo salama katika udhalilishaji, hata majumbani unatokea udhalilishaji. Kwa hivyo tunawashukuru kwa kuja kutuelimisha na kuweza kuwafanya wanafunzi wetu kupata elimu hiyo na kujielewa. Tunashukuru sana, asante kwa ujio wao.